sasa nimesikia kwenye hilo swala la watoto au wadogo ambao marehemu amewacha, tukapata elimu hiyo. Maagiza hospitali ya jamii hapa, basi waenda katembelea familia, waangalia hao watoto wilaya mgeni rasmi kwa namna yote waweze kusaidika, kwa sababu umri walioacha ni wadogo sana. Kuna mwingine alifariki, mtafanya mawasiliano, kawatazame, muangalie namna ya kuweza kusaidika hao watoto. Yale mahitaji mengine madogo mtakapoenda mtaleta taarifa, tutajua nini ya kuweza kufanya, na kama jamii wote kwa pamoja tutaungana tuweze kusaidia hiyo familia, watoto waliobaki. Junto TV, sauti ya jamii. Mheshimiwa mgeni rasmi, siku ya kuongeza uelewa juu ya watu wenye albino ilianzishwa mwaka 2015 baada ya kupitishwa na Umoja wa Mataifa mwaka 2014. Mheshimiwa mgeni rasmi, siku hii ni maalum kwa ajili ya kuendelea kuongeza uelewa juu ya watu wenye albino ili kuhakikisha kwamba watu wenye albino wanapata elimu, wanapata uelewa na jamii iweze kuelewa kwamba watu wenye albino wana haki sawa na watu wengine na wana haki ya kushirikishwa katika shughuli mbalimbali za kiuchumi, kijamii na kisiasa. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kuanzishwa maadhimisho haya ya kimataifa ya kuongeza uelewa juu ya albino, kumekuwa na mafanikio makubwa sana, kwani jamii imekuwa ikiendelea kupata elimu na hamasa kuweza kuwashirikisha watu wenye albino katika mambo mbalimbali ya kijamii, kiuchumi, kijamii na kisiasa. Lakini pia maadhimisho haya yakiwaleta watu wenye albino kutoka maeneo mbalimbali, mtoto mwenye albino kuja kushiriki pamoja kujadili changamoto mbalimbali zinazowakabili watu wenye albino ili kuona namna gani ya kuweza kuzitatua. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kuwepo maadhimisho haya yameleta mafanikio makubwa zaidi tena, kwani watu wenye albino kabla ya maadhimisho haya walikuwa wengine wanakimbiana, wengine walikuwa hata hawawezi kupata huduma mbalimbali za kiafya. Hivyo baada ya maadhimisho hayo kuwepo, watu wenye albino wengi wamekuwa wakishiriki shule, wamekuwa hawafichwi tena. Ni baadhi yao wachache sana ambao wamekuwa wakifichwa, lakini kwa sasa baada ya elimu kufika kwenye jamii, watu wenye albino wamekuwa wakishirikishwa katika maeneo mbalimbali. Ukizingatia mfano mimi hapa sasa hivi nimechaguliwa kuwa mjumbe wa kamati ya kudhibiti ukimwi. Hii inaonyesha ni namna gani kwamba baada ya elimu kufika kwenye jamii na baadhi ya watu kuweza kutushirikisha, hivyo tumekuwa tukipata nafasi mbalimbali ambazo zimeonyesha kwamba nasi tunaweza kushiriki, nasi tunaweza kufanya vizuri hata kuliko watu wenye albino. Mheshimiwa mgeni rasmi, nakushukuru sana kuweza kushiriki nasi hapa ili kuona kwamba watu wenye albino, wazazi na walezi, waweze kuelezea changamoto walizonazo ili waweze kuzifikisha kwenye mamlaka mbalimbali kuona namna ya kuweza kuzitatua ili waweze kushiriki na kushirikishwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kweli siku hii imekuwa na mafanikio zaidi na zaidi. Narudia kusema inakuwa na mafanikio. Leo hii unaona wazazi, walezi na watoto wenye albino wamekuwa wakipata elimu ya msingi, elimu ya sekondari. Hiyo ni baada ya jamii, wazazi na walezi kupata elimu kwamba watu wenye albino hawapaswi kufichwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, leo katika siku hii kutakuwa na uelimishaji wa watu wenye albino, kujua elimu juu ya albino, lakini pia kutakuwa na maelezo mbalimbali kutoka halmashauri ya mji na halmashauri ya wilaya ni namna gani wameshiriki katika kuhakikisha kwamba watu wenye albino wanapata huduma mbalimbali kutoka kwenye jamii. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na hayo tunaendelea kuhamasisha jamii kuweza kutuunga mkono kuhakikisha kwamba watu wenye albino wanapata elimu ili waweze wanapata elimu ambayo itawawezesha kukidhi mahitaji yao ya kila siku. Baada ya kupata elimu waweze kupata ajira ili kuweza kukidhi mahitaji yao ya kila siku. Junto TV, sauti ya jamii. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakupongeza sana kwa wale wameweza kutupatia ofisi pale Tarime mjini ambayo tutakuwa tunaitumia kuweza kutekeleza shughuli zetu kwa uhakika na kuweza kuwa karibu na ofisi zako ili kuona namna gani ya kutatua changamoto za watu wenye albino. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa pongezi tunaipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikiongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kwani serikali imekuwa sasa ikiteua na kuchagua
watu wenye albino mbalimbali kuweza kushiriki na kuweza kuchukua nafasi mbalimbali, hususan viongozi, kuna wabunge, kuna viongozi, kuna mabalozi. Hiyo inaonyesha kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatujali watu wenye albino, na inaonyesha kwamba watu wenye albino tunaweza kuongoza na kufanya mambo mbalimbali kuliko hata wasiokuwa na albino. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunalipongeza ofisi yako pamoja na wewe binafsi, kwani umekuwa karibu katika shughuli zote ambazo tunazitekeleza kwenye wilaya ya Tarime, kwani kila wakati tunapokuhitaji unakuja kushirikiana nasi. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunazipongeza halmashauri ya mji na halmashauri ya wilaya, wamekuwa karibu nasi katika kutekeleza majukumu mbalimbali, hususan kuwezesha watu wenye albino kushiriki katika maadhimisho. Wakati huo kabla utaratibu hujabadilishwa kwamba kila halmashauri inapaswa kuadhimisha maadhimisho hayo, lakini halmashauri zimekuwa zikiwezesha watu wenye albino kwenda kushiriki kwenye maadhimisho hayo ambayo yamekuwa yakileta mabadiliko kwa watu wenye albino. Wale washiriki wanapokwenda kule wanapata elimu, wanabadilishana mawazo na viongozi kutoka matawi ya watu wenye albino, kutoka matawi mbalimbali, kukutana kubadilishana mawazo. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunalipongeza Baraza la Michezo la Taifa kwa kuweza kutuunga mkono kuhakikisha kwamba klabu ya michezo watu wenye albino inashiriki katika shughuli mbalimbali za kimichezo Tanzania, lakini pia wamekuwa wakiwezesha mambo mbalimbali ya kimichezo. Hivyo tunatarajia kujenga kiwanja cha michezo na kituo cha michezo kwa watu wenye albino na wasiokuwa na albino pale Gamasara kwenye shule ya St. Jude. Kituo hicho kitawezesha watu wenye albino kuweza kuibua vipaji vyao na kuviendeleza, lakini pia kujenga uzio ambao utaleta usalama kwa watu wenye albino ambao wataishi pale, watasomea pale shuleni, ili kuhakikisha kwamba watu wenye albino wanakuwa salama na wale wote wanaosoma boarding pale. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunawapongeza sana wadau mbalimbali waliotuwezesha kufanikisha maadhimisho haya, ikiwa ofisi yako ya mkuu wa wilaya, ofisi yako ya wilaya Tarime, halmashauri zote mbili na wadau mbalimbali ambao wameshiriki kwa njia moja na nyingine kuweza kuhakikisha maadhimisho yanafanikiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia tunawapongeza waandishi wa habari ambao wamekuja kushiriki nasi hapa, wamekuwa nasi katika matukio mbalimbali ambayo tunayafanya na wameweza kuendelea kupeleka habari mbalimbali ya nini watu wenye albino Tarime au TAS Tarime tunafanya nini mpaka sasa. Mheshimiwa mgeni rasmi, mafanikio, watu wenye albino katika wilaya Tarime wamekuwa wakishiriki katika shughuli mbalimbali, lakini pia baada ya kufungulia tawi la Tarime tangu mwaka 2015, mafanikio ni kwamba watu wenye albino baadhi yao wameweza kuhitimu vyuo vikuu na wengine waweza kupata ajira serikalini. Hiyo ni moja ya mafanikio kwa kushirikiana na halmashauri zote mbili, kuona kwamba watu wenye albino wanashiriki kikamilifu kupata elimu na imewawezesha kuhitimu elimu ya juu, na wengine bado wanahitaji kutafuta ajira lakini wamehitimu vizuri elimu ya juu. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakupongeza sana kushirikiana nasi, na hivi sasa baada ya kuhitimisha hapa tutawakaribisha viongozi kutoka halmashauri kuweza kueleza hayo. Mheshimiwa mgeni rasmi, nashukuru kwa ushirikiano nasi. Asanteni kwa Junto TV. Sauti ya jamii.